Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu wa uzima kwa ajili ya nafasi hii. Naomba katika jina la Yesu tamaraki na utawale, unitumie Mungu wa uzima, maana mimi ni chombo. Neno hili liwe la baraka kwa wengi, na pepo mbaya naese inuka kupinga neno hili ishindwe. Kila roho sote za uchawi na uganga na machini, Baba, nakemea katika jina la Yesu kila sauti ya Shetani ishindwe. Naomba Mungu kupitia kwa Roho wako Mtakatifu unitumie, maana mimi ni chombo na mtumishi uliyeniita nikaitika nikutumikie. Naomba nikauone wema na mkono wako kwa injili hii na maombi. Waliofungwa siamini wapata kuamini, na wale walio chini wapata kuinuliwa, na waliofungwa wapata kufunguliwa, maana huu ndio wakati uliokubaliwa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi leo nimetumwa kwa kitabu cha Ruth 1:22 nitasoma. Bwana Yesu asifiwe. Sote tuweke mawazo kwa neno la Mungu, tuweze kusikia Mungu anahitaji tukae ache ili tubarikiwe. Ruth 1:22 nasoma kwa uwezo wa Mungu. Inasema, hapo zamani waamuzi walipokuwa wanatawala, njaa ilitokea katika nchi. Mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda akaondoka akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkeo na wanawe wawili, na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkeo Naomi, na majina ya wanae wawili Maroni na Kilioni wa Efrati wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. 3, akafa Elimeleki mumeo Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanae wawili, nao wakaoa wanawake wa Kimoabu. Jina la mmoja aliitwa Holiba na jina la wabili Ruth. Baada ya kukaa huko miaka 10 hivi, wote wawili Marioni na Kilioni wakafa, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanae wawili na mmeo pia. 8. Ndipo alipoondoka yeye na wakwese ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana akiwa katika nchi ya Moabu alipata habari kuwa Bwana alikuwa amewaachilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwa akiishi na wakwese wawili pamoja naye, wakasika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakwese wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na watendee mema ninyi kama ninyi mulivyo watendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana akawachalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mmeo. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia, wakamwambia, la sivyo lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, rudini. Kwa nini munifuate mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu? Hata wawe waume mlechee. Nendeni senu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mungesubiri hata watakapokuwa watu wazima?
mungejisuia musiwe na wanaume, la sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti sao, wakalia tena, na Oholiba akambusu mkwewe, lakini Ruth akaambatana naye akasema, tazama, dada yako amerudi kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urudi nawe ukamfuata dada yako. Naye Ruth akasema, usinisii nikuache nirudi nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapofia ndipo nitakufa nami, na babo hapo nitasikwa. Bwana anitende hivyo hivyo, haukusidi ila kufa na kututenge na wewe nami. Basi alipomuona kuwa amekata Sauli kufuatana naye, aliacha kumusawisi. Hivi hao wakaendelea wote wawili hadi walipofika Bethlehem. Na ikawa walipofika Bethlehem, mji wote uliwasitajabia. Nao wanawake wakasema, je, huyu ni Naomi? Akawaambia, msiniite Naomi, niite Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nilitoka nikiwa nimechaa, nami Bwana amenirudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi, ikiwa Bwana ameshuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi pamoja na Ruth Mmoabu mkwewe, ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu, na wakafika Bethlehem mwanzo wa mafuno ya sahiri. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, ni wakati wa neno, sio wakati wa maneno. Amen. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema siku zote furahia katika. Ulize mwenzako, unafurahi kwa hapa? Mwambie ni maandiko yanasema tufurahie katika nyumba ya Bwana. Muulize, unaweza salimia yule alikuwekea hata kama ni sumu uondoke? Hapa mmerudia sauti chini. Hebu salimiana nione, salimia jirani yako. Ule mko na yeye, salimiana. Hamtaki kusalimiana wewe? Simusalimiana kwanza. Salamu ni free. Ambia mwenzako salamu ni free. Kama usalimiani hapa, kwa brodi utasalimiana. Bwana Yesu asifiwe. Ama utakuwa kama ule wa Biblia, maandiko yanasema alipoitwa usiku wa muka alisema yeye amelala. Hata watoto wamelala, asisumbuliwe mpaka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo limesema hivi: njaa ni mbaya, inaweza kukupeleka nchi nyingine ukufie wapi? Uko. Bwana Yesu asifiwe. Hii familia ya Elimeleki walikuwa ni watu wa Yuda itwaye Bethlehem. Lakini kwa sababu njaa iliingia Yuda, wakaamua kwenda mpaka nchi ya Moabu, kwa sababu wameambiwa kule kuna nini? Chakula. Vile tumesoma hiyo maandiko, hakuna mahali tumeambiwa waliomba Mungu awatangulie. Walisikia kuna chakula wakaondo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mkono wa Mungu hauko watangulia. Kuna mahali unaweza ishi uteseke, kwa sababu pengine Mungu hakutaka uishi hapo, lakini kwa akili yako na kuenda haraka mambo inaenda inaharibika. Ndio maana maandiko imesema walitoka kama wamechaa, lakini kufika katika ile nchi alipoteza mume kwanza, na wale vijana wake wawili Malioni na Kilioni walioa katika nchi ile.
na katika ile ndoa yao haikuwa ya baraka, pia nao wakakufa. Kwa hivyo kwa ile familia akabaki nani? Naomi peke yake. Akaambia wale wasichana walioolewa kwake, kwa maana bado ni wadogo, akawaambia rudini kwa mama zenu, maana mimi Mungu ameniondolea familia ili muende mtafute ndoa zingine. Nataka usike hapo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Walilia pamoja naye kwa sababu wamepitia machungu. Nataka ujue kupitia kwa neno hili, kuna mtu anaweza kukuoa kama hajafunja madhabahu fulani ya lile jina ameitwa. Maana huyo mwenye hiyo jina wakati alioa alikufa, ama bibi akafanya nini? Akakufa. Kama uwezi kufuatilia ujue the secret behind, ndio uombe ujue ni roho gani utafunja ili hii ndoa isikutese, ili hii ndoa usitoke mapema, ili hii kazi umeandikwa sio watu wote wamefurahi. Utasimamaje mbele ya Mungu upate kibali? Bwana Yesu asifiwe. Kama wangeliomba na waseme kule nchi tunaenda hatujui ni wapi, tunasikia kuna chakula lakini sio nchi yetu, tunaomba Mungu ututangulie. Sasa leo hata wale wameokoka akisikia kitu anaenda. Sasa ile imealipika kabisa, anapiga simu anauliza nimepiga simu ya sini haijaingia. Nicholas. Aro Nicholas. Leo sini amesema anakuja. Ni kubaya sana leo. Lakini wakati alianzisha hiyo kitu ama hiyo project ama hiyo biashara ama wakati alihamia mahali fulani hakusema. Kwa nini Mungu akamwambia Abraham, mahali huko kumejaa wachawi tupu, siwezi kukubariki, toka. Haleluya. Hakuanza kuuliza maswali aseme siwe ni mwenye mamlaka, nitakaa hapa niondolewe wachawi. Alimtoa ndani, maana alisungukwa na watu wabaya wenye mkono wa Mungu, aungefika kule. Kisoma maandiko katika Agano Jipya, maandiko inasema Yesu alipojitambulisha kwa Wayahudi hawakumwamini. Kwa sababu hawakumwamini, maandiko inasema akaweka mikono yake kwa watu wachache, si wengi, wacha. Akaenda kwingine na akawaambia nabii anastahili kuheshimiwa isipokuwa katika kijiji chake mwenyewe. Leo hii unaweza enda nyumbani uambie watu umeokoka na kwenu ni wanasabato kutoka samani ama wakadho kutoka samani. Pili unajitambuliza hivi kila mtu akusambulie. Kwa nini? Uliwacha hii na ndio ya baba na mama. Hawachaelewa kwamba Mungu ndiye amekuita hivyo. Maana dini haitakupeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ambia mwenzako dini haitakupeleka mbinguni. Mungu anaangalia roho yako. Maana we mwenyewe ndio hekalu. Si maandiko yanasema sisi ni hekalu takatifu? Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo katika hiyo hali unapojitambulisha hivyo, vita inafanya nini? Inaanza. Lakini uchikaze katika safari. Ndio maana maandiko imesema hapa kifo ilitokea, hawakukaa between 10 years. Maandiko imesema 10 years walikuwa wamekufa wote. Mama akapaki peke yake na ako katika nchi isiyo yake. Ni watu wangapi umesikia hata wewe leo mtu ametoka kwake ameenda kuishi tauni fulani, hata akai amekufia huko haraka, amepata mambo magumu huko haraka. Kwa sababu gani? Hakumtanguliza Mungu. Kazini si wote watafurahi wakati umeambiwa kwa sababu hapa, kwa manager hapa, tusaidie kwa mlango. Si wote watakupigia makofi kwa sababu kazini si wote wameokoka. Bwana Yesu ainuliwe. Wengine wataanza, huyu na amekuja juzi ndiye anatuongoza hapa, tutampangia njama, tutamwendea mahali na turudi na tutamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui wewe umeenda hapa na mafuta gani, hawajui umeenda na neema gani.
wacha wakuguse, wachiguse wenyewe na waende nyumbani. Hiyo kukutisa ati waende nyumbani warudi, wewe waambie anza hata sai. Kama hamuna fare ni waongeze. Mwende haraka mrudi tuonane. Aliye ndani yangu ni mkuu, ni simba wa Yuda. Akiunguruma mambo yote inakuwa sawa. Lazima wachawe na waganga watii kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Ukitiswa na umeokoka na ukubali kutiswa, you will never survive in Christianity. Kwa sababu maandiko yamesema hapa Rutu alishinda kwa kuwa na msimamo. Lakini kale uli paka kasema haraka haraka, mata iniro, enda mimi napaki. Ona ule mumeungana na yeye, ukionjeka serious, hata daktari wasema sasa ni 50-50. Ataka nani atakaye simama na wewe siku ya dhiki, siku ya shida, siku ya mateso? Nani atakuwa upande wako? Lakini kwa sababu Rutu alikuwa muamuzi, alikuwa ameamua, naye akasema usinisini kuache, kule utaenda mimi nitaenda. Yule Mungu wako utaabudu na mimi nitaabudu. Watu wako ni watu wangu. Mahali utakufia nami nitakufia hapo. Kifo peke yake itutenge. Hiyo nene kamugusa Naomi, akasema sasa mambo imefika mwisho. Akaana amekata Sauli, sio mtu wa kuangalia nyuma. Kumbuka huyu ni wa nchi nyingine. Huyu hajawahi fika kule Bethlehem katika mji wa Yuda, lakini yeye ni Moabu. Akamwambia sitakuacha. Kifo tu ndiye takaye tutenga. Kwa sababu gani? Amesaa kaa pale, amechunguza huyu mama imani yake ni gani, na akajua nikimuacha baraka yangu itapotea. Ukisoma Rutu sura ya 2, alienda kuolewa na mtu anaitwa Boaz, tajiri wa nchi hiyo, ambaye yeye huyo tajiri ni jamii ya kina nani? Naomi. Tajiri ni maskini. Maandiko yanasema, enda usome mstari wa 2 sura ya 1. Inasema akapatana na mtu kijana tajiri anaitwa Boaz. Tajiri ni maskini. Maandiko yamesema tajiri. Na amefuata hii baraka kutoka nchi nyingine kwenda nyingine. Kitu kizuri lazima kichelewe. Kitu kizuri lazima kipitizwe kwenye moto. Kitu kizuri akikuji haraka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wanasema mvumilivu urambifu, vumilia, mwisho atakupata yaliyo mema. Leo watakucheka umefungiwa nyumba, kesho utafungua ya kwako, na wewe mwenyewe utakuwa na nyumba. Unapiga simu unauliza nani amechelewa hapo kwangu? Hajalipa rent. Sababu hapa zamani ulifungiwa, lakini Mungu akakufungulia milango. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yamesema akavumilia na akafuatana na yule mama, kwa maana wamepewa habari chakula imerudi katika Yuda. Mbie mwenzako njaa ni mbaya sana. Mwambie kama kuna pepo tunafaa tukemee. Ni ya umaskini, ya madeni na ya njaa. Mwambie kwa hivyo, kwa biashara yako na mahali umeandikwa, uende uweke bidii, ubarikiwe. Mwambie ubarikiwe. Mwambie nasema ubarikiwe. Mwambie ubarikiwe. Mwambie ubarikiwe. Ubarikiwe double. Double, double, double. Hiyo baraka ni yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili wale wako na tumaini, maana ile mti wao ilikatwa, Zaburi inasema utamea tena. Bwana Yesu ainuliwe. Mahali walikufukuza kazini, kazi mpya inakuja ambao utalipwa double double, na watakuta wewe ndio mkubwa huko. Bwana Yesu ainuliwe. Watasindi huyu tulimjochea hii kazi 1,050, akaenda mahali yako analipwa 200. Watasindwa kwao ni malipo iko chini,
na waliharibu CV, waliharibu jina. Tutaongea ache na mdosi. Na wakikuja kwako usiwaonyeshe mambo ni rahisi. Waambie hapa kuna interview na mwenye kufanyisa ni mimi. Iko hiyo kiti kubwa umesimama, geusa kidogo. Si wewe ni mkubwa unafanyisa interview, kwani wewe namna gani? Ni rahisi kufika hapo? Bwana Yesu asifiwe. Ukifutwa kazi mahali never complain. I said never. Wewe waambie nipe kile kiko changu naenda. Ikiwa ukusave pesa ndio unaweza stuka. Lakini nimewafundisha hapa from January. Mahali ambao umeandikwa save thoroughly. Ndio wakianza kukutisa huko, waambie kama wakati wangu Mungu alisema ndio umefika, ni sawa. Naendea my destiny, naendea baraka zangu kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukilialia Mungu ni wacha kidogo, sijafanya hii. Kwa nini hiyo muda yote hujafanya? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa pale save kidogo. Hii mambo kidogo isikuletee pressure, miaka yako ni kidogo. Jipange kwa maisha haya. Wacha kupata pesa, unaingia kwa hii mnaita gambling. Mnaita gambling ama ni betting? Alafu unaona hata juzi mwalimu amejinyonga ati amekula pesa. Hiyo ni usetani gani? Mwalimu ndiye anafaa kuwa kiongozi mzuri. Anakula pesa, anaenda anaweka yote kwa betting, ikapotea. Sasa akaona ana njia nyingine, akajinyonga. Wachinga ndio wanajinyonga. Kwani umepepwa na hiyo spirit? Si ufanye kazi pole ubarikiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Tena unaona unalipia walimu China na vile walimu ni watu ya heshima. Bwana Yesu ainuliwe. Hebu nione wale kwa bahati mbaya wako kwa hiyo spirit ya betting, kwa bahati mbaya. Ura ameinua, mpigie makofi. Haya, mwingine. Unaona vile wamejificha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapotea aje unawekelea 50,000 bwana. Inaenda yote. Alafu unarudi uchalipa nyumba, watoto uchalipia school fees, na hapa ninafundisha na upiri saving, unaturudisha nyuma. Bwana Yesu ainuliwe. Leo ni kuombea Mungu akusaidie. Leo ni kuombea Mungu akuinue. Leo ni kuombea Mungu akutangulie. Na hiyo baraka inapokuja itunze vyema, ikusaidie. Hiyo kazi inaposimama, kwa mvumilivu kama huyu. Alisema kama ni kubaya, sitamwacha huyu mama, nimekaa na yeye, nimejua tabia zake. Hatutaachana, sitaacha aende peke yake. Huyu ni yule aliyeamua kuolewa. Huyu ni yule aliyesema paka kifo. Yeye akaamua na akasema tutaendelea mbele. Na ndio maana maandiko inasema alipofika katika ile nchi, hata wakati waliona Naomi, wale wamama wa ile soko, kwa maana walimjua, alisema msiniite Naomi, muniite Mara, maana mkono wa Mungu ulitoka juu yangu. Ni yeye alipenda mkono itoke wapi? Juu yake. Kwa sababu walipoenda hawakumuhusisha Mungu. Kuna watu wakati ulitoka kwenu walikunenea maneno mabaya, wakasema enda Nairobi ukauke usipate nini? Kazi. Wacha nikuambie, kama unaamini kwa hili jina la Yesu, wewe ndio bilionea kwa hii town. Tutageuza hiyo uchawi yao, tutageuza hiyo uganga yao, tutageuza hiyo midomo yao, na tubarikiwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kama walikunenea ukanyamaza ilikusika, sisi huwezi kutusika hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa town tutabarikiwa. Yale mambo yote walisema itaondolewa kwa kutiwa mafuta haya. Mafuta haya ya upako ya kufanya uinuliwe, kwa biashara uinuliwe, kwa kazi uinuliwe. Hata ukienda usao watu wanaanza kusema tafuta mtoto wa fulani, unajua ndio supervisor mahali fulani. Ndio kusema ndio HR. Mnanielewa? Si lazima ndio ulisomea supervisor. Ukipewa hiyo
Fanya kama ule ulisomea. Kwa sababu neema itakusukuma hapo. Muhindi aseme huyu anaweza. Simamia hapa. Na wewe usijianguse. Jaribu hiki sungu kiasi. Upite katikati yao. Katika jina la Yesu. Mungu akupiganie na akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Si walisema utasomesa? Hawa watoto watasoma. Watasoma mpaka ng'amba Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Siku ile tunafanya sherehe wanaenda ng'amba waita wakunywa soda. Usiogope useme ni wachawi. Kama niko around, kama niko hapa around, wewe waite tu. Waambie kuja leo tuko na celebration. Tunaaga mwanafunzi anaenda for further studies. Atanganyikana na wasungu. Katika jina la Yesu. Watasema si wako ni wajirani. Waambie ni wangu. Na anaenda. Na kuja mshuhudie. Lakini kitu utachunga ni picha. Mwambie mwenzako uchunge picha sana. Uchunge msipigwe pamoja nao picha. Watakukoroga. Bwana Yesu asifiwe. Baraka lazima uitunze ndio Mungu aingilie. Leo ni siku ya baraka. Yakobo akasema, ukinibariki niende vyema, unipe mavazi nifae na chakula nile, nitakujengea kanisa, nitakutolea fungo kwa ulinzi wako. Na sisi tulindwe na Bwana. Mchawi atakulinda. Si atakuombea uondoke mapema. Na mganga. Si hata hiyo ni grupu moja. Si watakuombea mabaya. Ambia mwenzako hivi. Mwambie wewe si ugeuko muangalie. Kwa uko na maneno ya kumwambia ama ni mimi nasema? Wewe usikuwe na wivu paka hapa. Ambia mwenzako hivi. Ando utavuta pesa, mwambie. Ujifunze kuendesha gari. Amen. Hii mmefurahi sana imeingia. Oh, very good. Na tio sio ile gari ya kusima. Tunataka gari mzuri. Kwa maana sisi ni mabarosi. Kama hukusema sauli yako, hiyo baraka ya gari imepita. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie vile mimi nilijitia baraka ya gari kitambo sana. Nisikuwa na kitu kwa mfuko. By the way, nilikuwa mwanafunzi hiyo time. Kijana mwingine wa neighbor akaleta gari hapo, nakumbuka Land Rover ya green. Na ilikuwa imeharibika wakasukuma. Huyo kijana alikuwa na imani anasema isukume mpaka isimame kwetu. Hapa kwa barabara hata iwezi kufika nyumbani. Nisemange ni yangu. Nikaona hii kijana kama hako na imani namna hii. Na kweli ikasimama hapa. Kila mtu akipita wanasema hiyo ni ya kijana ya fulani. Nikasema next ni mimi. Na mimi yangu itasukumwa namna hii. Itakuja. Baraka ni wewe utaomba. Kama utajikausa useme utakufa maskini, hiyo roho spirit itakufuata. Lakini sisi ni wabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wabarikiwa. Sasa nani Rutu wa leo? Na ni nani Olipa wa leo? Hebu tuende pole pole. Haya. Ni nani Rutu wa leo? Rutu. Wala muinui nyinyi ni Olipa. Unajua hapa kuna laini mbili, si ndio? Maandiko imetaja Olipa na Rutu. Nani alishinda vita? Ni Rutu, si ndio? Aya, sasa ni nani Rutu wa leo? Bwana Yesu asifiwe. Aya, sasa weka mkono chini tuende pole pole. Wewe ni mvumilivu. Wewe ni mvumilivu kabisa. Ama saa nyingine unaona kama Mungu amekuachilia kidogo tu tena. Hiyo kidogo tena hapana. Hakuna kidogo tena hapa. Huyu aliamua na akasema liwe liwalo mpaka kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alijua baraka yake haiko katika nchi yake. Baraka yake iko kwa huyu mama. Akafuatana na yeye. Sio kila madhabahu ndio ya baraka. Sio kila madhabahu ni ya baraka. Ukiombewa hapa, enda upime hiyo maombi. Upime hiyo mafuta. Ni wapi umetoka na tangu utiwe hii mafuta
Ni kitu gani Mungu amekufanyia? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ukiamini, wakati umeamini, kama yule mkuu wa sinagogi aliamini, akasema mtumwa wake ni mgonjwa, na Yesu akasema, kwa sababu umeomba nitume neno, apone katika jina langu, na akapona kwa sababu alimwaminia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ile kitu inakosa hapa katikati ni kukosa kuvumilia. Unakuta watu wanategana tu, lakini Rutu aliamua na akasema, mimi nimeamua, nimepata mother-in-law wa nchi ya Juda, na huyu ndio nitafuata mpaka mwisho. Ndio maana kijana yake alipokufa hakuona kifo, alimuona Naomi, na akachua Mungu ambaye alifanya wakutane na Naomi ambao sio wa nchi yake, yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Akakata kauli na akasema, nitafuata na nitaenda. Mnakumbuka dada yetu aliyekuwa anachunga watoto wa Sunday school, ambaye miaka mingi amekuwa kwa hii kanisa Nora. Mama mwingine huko juu alikuwa anamuuliza, ni nini wacha vile mnaona siku hizi rami imewekwa, kabros imewekwa, unapita vizuri. Hiyo siku tulikuwa tunabeba hata kamputi na hakuna gari. Tukifika huko chini unachange viatu, unafaa kwanza nini? Kamputi. Ndio ufike hapa. Ukifika hapa tena unachange. Hiyo si kazi mingi. Siku hizi Mungu amerahisisha. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mama akamchochea. Kwa hivyo hata wewe unaweza chochewa. Akamwambia, si uende kanisa za town mahali kuna parking, mnapanda kwa ghorofa. Nora alimwambia, mimi ninafuata neema yangu, na hakuna siku nitaangalia nyuma, na kama utaniuliza hilo swali nikipita hapa kwako, afadhali tuachane. Katangaza nini? Msimamo. Siku ile alipiteremuka hapa na msungu kukuja pande hii, aliangalia hivi. Sasa kisungu ikampiga chenga. Akamuita kanda, akamuuliza, huyu ni nani? Akamwambia, my husband. Ai, msungu. Msungu. Akamwambia, kumbe nimekumbuka vile uliniambia, kama hujapata chenye unatafuta, kuacha Mungu ni ngumu. Alipanda ndege hakupanda? Tulimuombea hapa, tukaimba pamoja, tukawekelea msungu mkono. Sisi itimia, na wewe yako itimie katika jina la Yesu. Wale wanakuvunja moyo washindwe, wale wanakuchochea washindwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi wananiulizanga, unafuka kaunti nyingine, unaenda kanisa Nairobi, si ufunge ile ya huko ulete huko? Nikamwangalia, nikamuuliza, rudisha chipu tena. Nikamwambia, hiyo kanisa sio nyumba yangu, ni Mungu alisema ikae mahali pale, maana pahali pale ndio Nazareti ya leo, mahali pale ndio baraka, ndio Mungu alisema kanisa lake liwe mpaka wakati wake atakaposema te. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo fuata neema yako. Bwana Yesu ainuliwe. Niliombea mwingine, sababu najua kuna wengine mnataribungi hivyo, nataka kuwaleta karibu muweze kuelewa, usichanganye imani. Kuna mwingine alipigwa gari akaja kwangu, nikamwambia tutaomba maombi hii, tuombe maombi hii. Kabla hata sijaomba ile maombi, siku zile nilimwambia tumalize, ndio huyo kwa gari mpaka tika. Amesikia huko kuna nabii. Kufika hivi yule nabii akamwangalia, wewe usikae, simama hivi. Neema yako hapa hakuna. Rudi kule mahali kwa Njenga. Kwa yule mzee alikwambia uombee mara 3. Hata mara 3 hujamaliza, utatualipia hapa jina. Enda. Sasa aliporudi akiwa kwa stage anaema nasema, watu wanajuana. Kulienda ache sasa. Aliponikuta pale tukiongea na yeye, ananiangalia hii, anaangalia chini. Nikamuuliza, kule ulienda uliambiwa nini? Ndiye akaniambia, akaona haya kidogo akaniambia, lakini kwani mnajuana? Nikamwambia tunajuana kiroho. Si uliambiwa baraka yako iko hapa? Ifuate. Sasa hiyo ukimkuta ni tajiri mkubwa.
Makosa amefanya ni vile hayaonekana hapa, lakini unabii ulitimia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisajua baraka yako mahali iko, ifuate. Ifuate katika jina la Yesu. Usikubali kuyumba yumba. Kama ni kuosa hii carpet, najua iko na kazi ngumu, lakini hata kukura bado ni kazi. Ona, unatoa chaso hapo. Inakuonyesha hata hii kukura sio rahisi. Ni kupambana. Kwa hivyo hata ukiosa hapa, pambana. Iko siku utakuwa na magumu na wewe utasema kama Ezekieli, Mungu nikumbuke, maana nimekufanyia kazi. Na Mungu atajibu, ataona ni kweli kuna kazi uliyefanya bila kuwa na manunguniko. Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hata kukata nauli. Kuna yule naonanga hapa anatoka sijui ni Nyandarua ama ni Karatina. Mama anatoka Karatina mpaka hapa. Ujue hiyo ni kaunti ngapi anafuka? Ni pesa ngapi anatumia? Maana anajua kule nikifika nitamukiwe baraka. Ameshajua ni wapi baraka yake itatoka. Ndio maana Ruth akasikana na Naomi na akabarikiwa. Kama kuna mtu kikwazo karibu na wewe, nikiomba leo naondolewe ili uweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Na Mungu akupe connection na watu wazuri, watu wa baraka, watu wa good ideas, ili mukisonga mbele musonge vizuri. Hata wale wanafunzi wacha kutembea na mtu ati ni rafiki. Kama hesabu inakusumbua, tafuta mathematician, kaa karibu na yeye akusaidie. Ukiniambia ni rafiki, nitafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukitembea na mkaidi na mwingine wa pangi, utapotea. Na usione ile kitu msasi yako naye ndio naenda naye shuleni kuambia wengine kwetu sisi ni matajiri. Buda wangu ama Musaya anaendesha pensi, hiyo ni ya kwake. Naweza kuamuka ause hiyo, apigie mwili pole, utapaki wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mambo yako ya kesho. Inaweza kuwa mambo yako ya kesho ni mzuri na ni ya baraka kushinda ya wasasi. Sasa wacha kuangalia ya nani? Ya wasasi. Bwana Yesu asifiwe. Mkiangalia sana mtachanganyikiwa. Wakiwa wasee mwanza kusema si wamemaliza roni, si waondoke ndio tukule hii mali. Ama mjui kuna wale wakuomba hivi, sisi tutakaa miaka 100, tutaenda miaka 110, tutaenda 20, miaka 120 kama Musa. Tunaondoka haraka, tunaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako ende ukae na uache stress. Muulize lakini unalianga. Muulize kwa nini? Muulize pole pole hiyo. Ulizana kwa nini unalianga? Unajua Waisraeli walilia kiroho. Hawakulia kwa sababu ya stress, walilia kiroho. Wakamaanisha wanataka wakombolewe, watolewe katika mateso. Ukilia kwa ajili ya hiyo, ndio Mungu intervene. Na mimi nikukuombea, kwa maana mimi ni Musa wa leo. Mungu atakuinua, Mungu atakubariki, Mungu atasikia hiyo maombi. Na unajua watasema uko na majini, hawatasema hiyo ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kukaa na hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kukaa na wao. Hakuna siku watakusemea mazuri. Wakati Yesu alitoa mapepo walimuita Beelzebul, yani pepo mkuu, hawakumuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Walimpiga vita lakini hawakuweza. Akawaambia, mimi lazima nitimize, kwa maana nimetumwa niakilishe baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo yote yale unaona wanaongea, walimuongelelea Ana akalia machozi ya imani, akasema Mungu nibariki. Na akabarikiwa. Kwa hivyo tumekuja tubarikiwe. Tumekuja tuombe neema yetu iwe yetu. Na sisi kule mbele tupate mambo mazuri kama yale Rutu alipata. Kwa sababu sisi pia tuko na hiyo roho ya mafanikio kama ya Rutu. Sisi ndio Rutu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuenda kwa vikao.
bila wengine wanafanya. Yeye hakuenda kutafuta ushauri kwa watu wa ulimwengu. Aliamua akasema yeye aliamua kwa ndoa hii na mbele ataendelea katika jina la Yesu. Aliamua na akajua huyu mama ni Mkristo. Usifuatane na huyo mama kama ako na ile kitu kingine. Si mnaelewa hiyo kitu kingine? Pima imani yake. Yeye alipopima alijua huyu mama nikitembea naye nitabarikiwa. Tembea vizuri hapa nabii ubarikiwe. Tembea vizuri na Mungu ubarikiwe. Katika jina la Yesu ubarikiwe. Ukiona mtoto wake ameitwa ng'ambo kazi yote mwambie akuja ombewe. Maana hiyo nchi sio yake. Anaweza enda ateseke. Awekelewe mambo makumu imsumbue. Lakini akiwa na mafuta ataenda na arudi. Akiwa na mafuta kule atatambulika. Akiwa na mafuta mapepo ya kule na matabao ya kule haitamuweza. Hata akiona wine, roho ya kukunywa wine inapotea. Maana ako na mafuta. Huyo ni mtoto wako. Na wewe? Unaweza ona wine uchanganyikiwe? Muulize mwenzako pole pole, ulikunywa zamani wine? Mwambie atuseme ni sahi, zamani si siku hizi umeokoka. Ulikunywa zamani? Ni zamani? Huyu alikunywa zamani? Hiyo roho iliisha. Hebu niona wale iliisha. Ukipita karibu hakuna harufu. Ulifunja hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Wakati utajiri umekuja, baraka imekuja, usikubali pesa ikutawale. Wewe utawale hiyo pesa ndio uishi miaka mingi. Ndio maana Ayubu hakuona utajiri, aliona Mungu. Na mimi nakuombea uone Mungu. Kwa biashara uone Mungu. Kwa ndoa uone Mungu. Kwa kazi uone Mungu. Hata ukipata milioni ngapi, unasema pesa ni maua ya dunia. Mungu umenipa nisitharauliwe. Na kule mbele ninaenda. Usikubali pesa inianguse. Hebu niona wale watu ambao maombi yani pesa isiwaanguse. Aya, niona wale ambao ukiwa ni mdosi kabisa, umebarikiwa. Unaweza fika hapa saa 3 kabla mimi sijafika. Uko na pesa kabisa ya kukula chips, kila kitu ya kuoga Mombasa. Lakini unaweza amua useme God first. God first. Mzee unisaidie, pastor umeingia, munisaidie. Unajua pesa iko na amri yake. Aya, methali inasema hivi. Kufanikiwa kwa mchinga. Ni Biblia sio mimi. Inasema kufanikiwa kwa mchinga kutamuua mapema, before time yake. Maana hata isimu wase ataenda tu hivi akitusi hata nani wase akisema kwamba ndawapiga ndawalipa, lugha mbaya hiyo, akose baraka. Lakini katika maandiko tunaona Ruthu aliamua akabarikiwa. Na nyinyi mmeamua ni waombe. Iko kitu nachunguza msijali. Mmeamua? Wengine bado. Iko kitu inawasuia. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko haya Ruthu alitaja Mungu hapa zaidi ya mara 3. Zaidi ya mara ngapi? 3. Kwa sababu gani? Inaonekana sasa huyu mama aliwafundisha neno kama watoto wake na wakasika. Ile kitu inafanya watu wanakosa baraka, wanaenda na njia mbili. Na njia mbili zilimshinda nani? Fisi. Unajua tu vizuri kuna roho nyingine uliyepokea aioni vizuri. Wakati kwa mfano mama mahindi anabarikiwa, unakuwa na kigogo. Mnaita kigogo? Kigwaru. Ni kigwaru. Bwana Yesu asifiwe. Na umeokoka. Hiyo spiriti mahali ilitoka tunairudisha katika jina la Yesu. Tunasema ienda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mwingine amefanya harusi kama hii ya juzi, wewe kama pale ndege zilisimama 20, sema hata yangu Mungu itangazwe namna hii.
iwe mzuri na uende na your class. Nilisema hiyo. Narudia class. Enda na your class. Hapa mpige makofi. Enda na class yako ubarikiwe. Lakini usianza kusema wale wameolagana hiyo ndege iwaanguse, iweze kuangusa. Unafikiri kwao ni wajinga wajaomba? Wanajua huko kuna mapepo ya hewani inaweza wasusa. Wanaikanyaga kwanza ndio waingie katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninamaanisha nini? Usione baraka ya mwenzako wifu. Wewe sema hiyo ni yake ya leo, yangu inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sema huyo yake ni ya leo, yangu inakuja katika jina la Yesu. Na ujue kutafuta hiyo baraka. Hakuna baraka inakuja bure. Kitu kizuri kinakawia. Bwana Yesu asifiwe. Kinapoombewa malaika wanaifuta karibu katika jina la Yesu. Na wewe yako imeanza kufutwa. Imeanza kuja karibu katika jina la Yesu. Musa alikuwa na mwanafunzi. Mwanafunzi yule aliyekuwa chini ya Musa aliitwa nani? Aliitwa nani? Haya, yule mwanafunzi maandiko yanasema alifaulu. Alifaulu. Kwa nini alifaulu? Aliwekewa nini? Na akakaa chini ya baba yake. Na akamheshimu. Na akangojea mpaka Mungu akasema sasa imefika wakati. Mtumishi wangu Musa anaondoka duniani. Sasa wewe utachukua usukani kwa sababu alikuwekea mkono. Tupie Yesu makofi. Kwa sababu alikuwekelewa mkono, ule mkono ulimuinua na akatunza yale mafuta, akatunza ule mkono, akatunza ile heshima na neema ya Bwana ikaendelea. Kuna maandiko mengine yanasema alipoona watu wananena kwa lugha kwa kambi, zamani kwa wafalme waliita kambi, alikuja mbio. Akauliza Musa, nimeona pale kwa kambi watu wanaomba maombi si kawaida, nifanye nini? Niwasimamishe? Akamwambia Joshua, hao sio manabii. Ni Roho amesuka kwa wakati, tena ataenda. Hiyo ni mambo Mungu amewachalia neema na ni mambo yatabita, usiwasuie. Bwana Yesu asifiwe. Hakuanza kusema katika jina la Yesu. Alisema hivyo. Yeye alienda kutafuta usauli. Lakini wengine wanapomwagiwa mafuta hata kabla chaiva wamenunua kora. Wamefaa kora. Nasema muniite reverend. Kuanzia leo muniite reverend. Wiki ijayo ama mwezi inakuja anataka aitwe askofu. Pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hawakungoja mafuta hivi, ndio maana vita hizi makanisani. Bwana Yesu ainuliwe. Ngojea neema yako. Mungu akuinue. Mimi kwa maisha yangu sikutamani kora kabisa. Wala tumekaa nanyi miaka mingi mnajua. Paka nabii vile alikuwa akauliza kwa nini ufai? Mbia mimi nimeomba hivyo miaka mingi na sijachulizwa na Mungu nifai. Kasema wakati ule ni sasa. Sasa utafaa. Ndio nikamwagiwa nini? Mafuta. Si mlikuwa mkaona? Uwezi kuwa umeandikwa kasi leo. Uwezi babaisa leo. Kila kitu iwe leo. No. Bwana Yesu asifiwe. Paka uende pole pole Mungu akuinue. Na uheshimu wale wametangulia. Ukitaka kukaa kwa hii kwaya vizuri, heshimu akina Wilikiza na Pamela hawa na Kimuntu hawa viongozi. Usiseme wewe unaimba vizuri. Hao ndio wanajua. Kwa sababu maandiko yanasema hakuna mwanafunzi anapita mwalimu wake. Hakuna. Mafuta wako nayo ni tofauti. Members wa kwaya wao ni members. Wako na mafuta ya members. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi ako na mafuta kama nani? Kiongozi.
na mbingu inamjua kama kiongozi. Sasa wewe ukikosa kutii, utakuta unapeleka saini huko. Ona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Naomi akija na Zipora wakwambie mtoto wako anatusumbua, sikiliza. Wako na mafuta ya kulea watoto. Kama wamkusumbua nyumbani, hatutakubali watusumbue hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi ni kiongozi. Kuna mahali tunaweza enda na wewe mimi nipite, wewe usuiriwe. Wewe una mafuta pengine hii ya mboga. Ni kweli. Kwa hivyo kiongozi aheshimiwe. Baba mwenye boma aheshimiwe. Mama mwenye boma aheshimiwe. Na yoyote aliye mkubwa kwao firstborn aheshimiwe. Hata kama alinyang'anywa baraka afanye nini? Yeye ndiye alipea fimbo. Maandiko ndiye nasema, sio mimi. Mbia mwenzako ni maandiko. Uliza mwenzako, wewe ni mkubwa kwenu? Mwambie basi usisumbue wengine. Uwaongoze ukimwogopa Mungu. Na wale wengine wakuheshimu. Ndio baraka ikuje. Tupi Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna kitu kidogo kinaweza kufanya usibarikiwe. Lakini ukiamini, umwambie Mungu ninakuhitaji. Leo pia mimi ni siku ya kwangu, maana nimepitia mambo mengi machungu, lakini ninajua leo umeniandalia yaliyo mema. Kama vile Ruth alipitia mambo mazito, lakini kule mwisho ulimsindania. Kuna kitu ndani yako wewe mwenyewe uwezi. Kuna mtu hata yule mmesaliwa na yeye anaweza amua aende kwa wachawi na waganga akusike hivi. Juzi nikiongea pale kwa maombi nikitabiri wengine, mliona dada mwingine anaanguka chini. Nani aliona wale walikuwa huko? Anaanguka chini tu. Au ule dada alikuwa anaanguka tu chini. Nikauliza hii pepo inataka nini? Mlisikia vile ilitaja? Ilisema huyu tulimumaliza na hatujui vile amefika hapa. Haya, kuna picha. Alikuwa amewewa picha za familia siombewe. Imagine kitu iligonga zile picha hivi. Mwenye aliyekuwa karibu akakimbia akachukua. Hiyo pepe ikasema hata hizi picha zikiombewa ni picha za familia yao. Na bwana yake ako hapa naye walimfunga akafutwa . Hiyo mapepe ilieleza vizuri. Kwa hivyo mtu kama huyo utakuta amefungwa. Nikamuuliza hii miaka yote ulikuwa wapi? Akasema hajui. Baada ya kufanya hiyo deliverance, hakuna mtu pepo inaweza ondoka kwake kabla hajaamini. Sababu yeye aliamini amepitia mashida. Na akanipa story kidogo. Akasema kuna mtu alikuja hapo. Huyo mwenye sasa niliamuru hiyo pepo. Akaona hiyo biashara akasema, kumbe mmefaulu Nairobi namna hii." Na akamtoa hapa akampeleka kwake. Akampigia kuku na supu. Akakunywa na akampa pesa. Ndiye akaisa. Kutoka hapo vile alifanya hivyo, alianza kuisa mosi. Akaisa kabisa. Si wote wanakuja kwa biashara ati wanakuombea. Sasa hii fridge vile imejaa masoda hivi iendelee. We, hata anaweza toka hapo usikie fridge inafanya tuk. Unashindwa hii fridge kwani? Kidogo kidogo kiangaliwa fundi anakuambia hakuna shida. Lakini ukikaa peke yako unasikia tuk. Unashindwa ukijaribu kusema Saitani ashindwe. Wengine wanatumiwa hata nyanya zinafika vizuri, lakini zako zinadhani tu yero. Customer anaangalia anasema na mlinunua na wengine pamoja. Mimi nimebariki hizo nyanya na avocado siusu katika jina la Yesu. Uuse na ukue mdosi. Lakini bora mwingine nilimuombea hapa na ananichanganya sasa. Ananiambia unajua sini sasa iko shida. Sababu Sunday nikiamuka nikuje kanisani, yaani customer wote wamepanga laini. Nauza mpaka saa 8. Nikiangalia saa 9 saa 10 kanisa imekwisha. Wewe pia unauza hivi? Mpaka late. Mbona unafungua biashara leo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka niombe.
Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu mwenye neema na huruma zote, akujalie neema na baraka, akuinue kwa kiwango kingine, kwa sababu yeye ndiye Mungu tunategemea. Mwanadamu atakuombea uondoke mapema, lakini naomba leo ile mapepo wamekusukumia inayokuteza juu yako, naomba Mungu aiondoe ili uendee baraka zako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wewe pia, vile maandiko yanasema kwamba Mungu atainua masikini kutoka mafumbini awaketize meza moja na wafalme, na wewe ufike hapo katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Ufike hapo katika jina la Yesu. Uinuliwe mpaka usangae. Maandiko imesema kwa kuvumilia kwa Ruth aliweza kufanikiwa akiwa Juda katika mji wa Bethlehem, na ametoka kwa Moabu kwa sababu ya imani. Haleluya. Kwa sababu ya imani aliolewa na tajiri. Nilikuambia kama umesomesha mtoto vizuri, pageni wisely. Sio kupageni hivi hivi na umetumia gharama. Pima huyo kijana vizuri kama anatosa kwenda na huyo msichana. Chunguza misingi ya kwao kabla hujaanza kumwambia nataka unilipe mali kiasi hiki. Hata Yakobo alipotaka kijana yake aoe, alituma mfanyikazi wake akamwambia wacha Mungu akutangulie. Na alipokuja, alipopendeka, alifalizwa pete ya taabu. Taabu, ambia mwenzako taabu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hii pete siku hizi unafaa ukifika mahali unatoa unaweka kwa mfuko, unajifanya msichana. Unaficha kama umefaa faa. Mzee, kama umefaa faa. Unatoa ndio ufanye nini? Ndaambo ukitaka kutoa ikatai. Ikwame hapa. Unaficha ficha kwa nini? Yangu si unaona? Sijawahi kutoa kwa sababu tangaza msimamo Bwana ndio ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ruth alitangaza msimamo na akasema kwa hii ndoa yangu sitabandu, nitaenda mbele nibarikiwe. Katika jina la Yesu nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba Mungu mwambie nataka neema yangu unifungulie na isichelewe. Wacha hiyo sasa baraka, ambie Mungu harakisha afungue njia ya baraka. Sasa ukibarikiwa uwe na mali na uko na 92 years, sasa utakula nini? Mali ikuje saa hii. Saa hiyo unaweza kukula kuku mzima peke yako. Hata chapati mbili. Sasa ukija kama uko 80 years. 80. Miaka ya bonus. Hapana. Hiyo roho ya kuchelewesha baraka sisi tumekataa. Bwana Yesu asifiwe. Hata nguo mzuri utaiona Nairobi. Baraka imekuja kama unasikwa mkono. Ambia mwenzako hiyo pepe inachelewesha baraka yako ishindwe. Bwana Yesu ainuliwe. Tunataka tubarikiwe wakati huu ambao kuna nguvu. Upite Mombasa Road na Mercedes, upite na Prado. Unapitizwa kama unaona uko airport Jomo Kenyatta. Si unapitizwa sasa unaenda hivi. Hiyo hapana. Hiyo tumekataa. Tubarikiwe saa hii mapema katika jina la Yesu. Maandiko yanasema hakuna tajiri aliyekuwa na pesa mingi na mali nyingi katika mji wa Uzi kama Ayubu. Alianza kubarikiwa. Na wakati umeitiza hizi baraka, be ready, sababu shetani katakutembelea. Be ready. Sababu mahali kuna baraka, shetani anataka aone kama atakurudisha nyuma. Lakini endelea mbele. Katika jina la Yesu endelea mbele. Kwani Ruth hakukuwa na vitina? Na watu walitaka kumfunja moyo kwamba hiyo boma ni ya kifo usiende, lakini akasema mimi nimeamua. Na Mungu anataka mwenye ameamua leo ndiye amubariki, ndiye amuinue, ndiye amutangulie. Ndio wale wanaompiga vita kazini
waondolewe, wakalie hiyo nafasi katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Ule Oripa yeye alisema anabaki kwao, lakini Rutu akasema nitaendelea mbele. Huyo mama ndiye amenipepea nyota. Huyo mama ndiye amebeba baraka zangu. Sitakubali kubaki nyuma na sitamwacha peke yake. Ni nani atasimama na wewe wakati umefutwa kazi? Wakati uko mgonjwa umelazwa, nani atakuwa na roho ya kusimama na wewe? Wengine ni wakora wanakufuata kwa sababu ya pesa na mali. Wakiona ya kwamba mambo yako imeenda vibaya, utakuta nao ukipiga simu wanasema mteja batikani, kwa sababu kuna kitu walikuwa wanataka. Wacha Mungu akuongoze to the right people. Wale watasimama na wewe kwa wakati wote, iwe uko nao iwe hauna. Haleluya. Wale ambao watasimama na wewe kama Rutu alisimama na Naomi, naye Naomi akaona kweli kijana yake alioa mtu ambaye aliyesimama na yeye, hata angekufia njiani sababu ya stress, lakini kwa sababu Rutu anamwambia tuendelee mbele, ni kusudi tuendelee katika jina la Yesu. Na wakafika na akavumilia mpaka akaolewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hii ndoa ya shortcut. Ati unalewa tu ovyo ovyo. Sasa hata huyo kijana akikutesa anajua tu alikufanya ukaacha shule njiani. Sasa wazazi walikasirika na wewe, ukapata certificate ya kwanza na tulikuwa tunangoja ile nyingine. Unaona wewe unaharibu maneno. Chikaze mpaka huko mbele. Hata wewe mwambie saa hii mahali nimefika, I'm a graduate. Naongea hiyo kimombo hiyo vizuri. Mwambie mimi ni madam, I'm a graduate. Na lazima niambie wazazi wangu kwamba unataka tufunge ndoa na uwe tayari kulipa gharama, kwa maana wamenisomeza kufika hapa. Sio rahisi. Unarudisha heshima kwa wazazi, na wewe hawezi cheza na wewe kwa sababu anajua umetoka kwa boma ya uongozi. Lakini hii kujificha, anajua hata akikutesa hakuna mtu anasimama na wewe. Nani atasimama na wewe? Uliza mwenzako, nani atasimama na wewe? Si unajuanga hata wanafunzi hata vile wamenyamanza hivi ni hatari. Akikosa shuleni anasema mami asikuje, pigia my dad. You know always mom is busy. Na ni uongo. Si ati mama yake ako busy, anajua mama akicha I am finished. Ni moto wa kuotea mbali. Sasa anachagua ana target. Nani atasimama na mimi? Amekupima. Akijua mseni mkali anageuka anasema piga hii ya mama, papa ako always busy. Kwa sababu anajua baba atasimama na yeye. Nauliza sasa, wewe nani atasimama na wewe? Wakati shida na majaribu na mambo itakuja, nani atakuwa kando akupe moyo, akuambie tuende pamoja? Because inasemekana tu are better than one. Nani atasimama na wewe katika njia? Yeye Rutu akasema tutaenda pamoja. Wewe tazama hiyo nchi, Moabu mpaka Bethlehem ya Yuda, akatembea na mama huyu wakasinda vita. Nataka nikuombee leo, yale magumu yaliyo mbele yako, Mungu aondoe ugumu, mambo ikuwe rahisi, utembee katika nchi ya nuru. Mungu akupe neema na Mungu atembee na wewe. Mungu akupe mema na akuondolee mabaya. Jina lake liinuliwe. Kile unaona kimechelewa, Mungu leo anaifuta, ikuje karibu katika jina la Yesu. Na itabiri ikuje karibu. Haleluya. Baratarabosaya lotorobosikaradai nenge Yesu ribairate. Haleluya. Tusimame mbele za Bwana. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, wewe ni Mungu uliyemtoa Rutu katika nchi ya Moabu kwa sababu ya imani yake na kuamua akaja kubarikiwa kule nchi ya mbali, nchi ambao sio yake. Na sisi mahali tunaishi si kwetu. Mungu wa rehema, tunahitaji neema, tunahitaji baraka. Roho ya kujeleweza Baba baraka, roho ya kujeleweza roho ya kujeleweza madaraka, roho ya kujeleweza kuinuliwa, tumekataa katika jina la Yesu. Tumekataa katika jina la Yesu. Roho ya kujeleweza neema,
roho ya kuchelewesha uponyaji, kataa hiyo roho katika jina la Yesu. Kila roho mbaya inayochelewesha neema na baraka zako na kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo, hiyo roho iondolewe. Kwa wanafunzi iondolewe, kwa biashara iondolewe. Roho inachelewesha baraka ya biashara, sema iondolewe katika jina la Yesu, iondolewe. Sambulia hiyo roho ikuachilie. Nisambulie roho ya uchawi, roho ya uganga na majini, roho ya Illuminati, roho inachelewesha baraka, roho inachelewesha ndoa, roho inachelewesha mume mzuri, roho inachelewesha mke mzuri, iondolewe. Rabi, iondolewe hiyo roho. Kila roho ya kuchelewesha yale mema Mungu alikuandalia, tunaondoa hiyo spirit. Roho ya madeni, roho ya ufukara, roho ya umasikini, hiyo roho ya kuchelewesha, roho ya kuchelewesha ndoa, roho ya kupiga baraka ya ndoa, iondolewe, iondolewe. Kila roho ya kupinga ndoa, roho ya kuchelewesha ndoa, iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, iondolewe, iondolewe, iondolewe. Roho ya kuchelewesha ndoa, roho ya balesen, roho ya magonjwa, roho ya mabebo, roho ya ndoto mbaya, iondolewe, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo bebo iondolewe, hiyo jini iondolewe, shindo hiyo bebo ina jini, iondolewe hiyo jini katika jina la Yesu. Hiyo bebo ina nyoka, kwa unaona nyoka, hiyo ndoto ya nyoka, iondolewe, iondolewe, sema iondolewe, sema iondolewe. Mapepo yote ile warialakai iondolewe sasa. Kila ni ya mapepo, kila ni ya majini, kila bid'a ya Shetani, roho inachelewesha ndoa, ribai, hiyo roho inachelewesha ndoa katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe. Kila roho ya kuchelewesha ndoa, ikiwa ni ya uchawi iondolewe, kama ni ya uganga, kama ni ya wifu iondolewe. Rabi, Mungu wa Yakobo mwenye rehema ni wewe. Wakomboe wenye imani, wakomboe Baba, wakomboe Rabi, wakomboe wenye imani, waondolewe vifungo, hizo roho za uchawi, roho za machini, roho za majini, roho za Illuminati, roho za mateso, siondolewe. Roho za kupinga baraka, siondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho iliyo kinyume, Jehova, Rati, Shetani ashindwe, shindwa Shetani, shindwa mapepo na majini, shindwa katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa uliyosugumiwa ya tumbo, ilileta operation, ilileta kansa, shindwa hiyo mapepo, shindwa, shindwa. Ndio hiyo ishindwe, ndio hiyo magonjwa ya tumbo inaleta operation, iondolewe sasa katika jina la Yesu, jina la Yesu. Yes, yes, yes. Kila madhabahu iliyojengwa kwa hiyo tumbo iondolewe, iondolewe. Kila madhabahu iliyojengwa kwa hiyo tumbo, madhabahu ya Shetani, madhabahu ya uchawi, madhabahu inayozuia baraka na uzao, shindwa hiyo maroho, shindwa katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Ngome imara, Lorabai, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Lalai la Baba, jina la Yesu Rabi, jina la Yesu. Ngome imara Baba, ngome imara Jehova. Mipango ya Shetani tunakansel, kila mipango ya Shetani inaondolewa leo. Ndoto ambazo zinaondolewa, majini inaondolewa, hiyo inayokunyonya damu inaondolewa, inaondolewa hiyo jini, hiyo pepo inanyoka inaondolewa, jina la Yesu. Ngome imara,
jina la Yesu, ngome imara, jina la Yesu Kristo, jina la Yesu, jina la Yesu Baba, jina la Yesu Rabi, jina liwakomboe, jina liwainue Baba, jina liwatakasa Baba, jina la Yesu. Rabai Baba, Rabai Baba, Rabai Ratin, Mungu wa Yakobo, Mungu wa neema Baba, Mungu wa Yakobo Rabi, iko wapi neema yako? Iko wapi neema yako? Iko wapi roho yako iliyatoa watu wako kule kwa mateso Misri? Iko wapi nguvu zako? Iko wapi nguvu zako? Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, Simba wa Yuda, Jahwe Dadai, Bori Talabosaya, Datalabosaya, rejeza neema hiyo, rejeza Baba, rejeza Rabi, yes, rejeza hiyo afya, rejeza Baba, rejeza Rabi, loloi, loloi Baba, loloi Baba, loloi, loloi, loloi Baba, loloi, loloi, loloi Baba, haleluya, 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 bolai Baba, bolai Rabi, Mungu wa neema, 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 ulimuvikiza Rutu inji ya baraka, inji ya baraka, wafungue Baba, wafungue Kristo, togoi, hey, Baba Rabi, Baba Rabi, ajiria neema, ajiria neema, ajiria neema, Mungu wa Danieli, Mungu wa Yakobo, Mungu wa neema, doloi lagai, ajiria neema, ndio, ndio, ndio Rabi, ndio, wakombolewe, yes, 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 neema ya Bwana, neema ya Yesu, neema, ndio hiyo, milango ya neema, milango ya neema, milango ya neema, milango ya neema imefunguliwa, milango ya baraka imefunguliwa, imeachiliwa, loloi Baba, loloi Rabi, lele, lele Baba, fungua yote, fungua yote mbele yako, fungua, yes, fungua, fungua milango, haleluya, loloi Baba, Baba, lele Rabi, Mungu wa neema, santai, loloi Baba Rabi, yes, yes, loloi Baba Rabi, odi odi, odi odi, parai, Jehova, Mungu wa Danieli, Jehova, ribai, Baba Rabi, yes, 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 nipa hiyo neema ya upako wa mafuta haya ili wafunguliwe, karibia mbele kwa hiyo neema, ndio hiyo neema ya upako ikuinue mjini, nitolei Mungu mwenye rehema, Raba antarago ragai, Baba Rabi, uko wapi? Mungu wa Danieli, mwenye rehema, ni wewe, ni wewe Baba, mwenye neema, fungua milango, fungua milango, fungua milango, achilia juu yao hiyo neema ya upako, neema ya Roho, neema ya Roho, achilia neema, neema ya mafuta, loloe, haleluya, togoe, Baba Rabi, yes, yes, pokea neema, pokea neema, pokea neema, pokea hiyo neema, asema Bwana Yesu, asema Bwana Yesu, pokea neema, pokea neema hiyo katika jina la Yesu, neema ya Yesu, neema hiyo kuinue, ndio hiyo neema ya Yesu, neema ikutawale, neema, neema ya Yesu, neema ya Yesu, neema ya Yesu, neema hiyo, neema, neema ya Yesu, neema, neema ya Yesu, neema, neema ya Yesu, neema ya Yesu, neema ya Yesu. Mtafute nafasi hapo, mtafute nafasi, mtafute nafasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Niko wapi hiyo neema? Yes, wafungue katika jina la Yesu. Mtafute nafasi, 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 mtafute nafasi, mtafutie wengine nafasi katika jina la Yesu, jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema inatosha katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu, jina la Yesu. Mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Munipe space, munipe space, munipe space, munipe space. Mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Ajiria, ajiria, ajiria katika jina la Yesu. Chia hiyo katika jina la Yesu. Ajiria, mizigo yote iondolewe. Pepo mchafu, ajiria yeye abarikiwe katika jina la Yesu. Ajiria yeye, ajiria yeye abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe katika jina la Yesu. Aliyefungwa wote wafunguliwe. Achilia neema ya baraka, achilia neema katika jina la Yesu, jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Neema ya Bwana inatosha. Achilia neema hiyo, ubarikiwe, uinuliwe katika jina la Yesu. Kila vifungo ya ibilisi sema iondolewe, iondolewe, iondolewe. Waliofungwa nilisema wafunguliwe, wafunguliwe katika jina la Yesu, wafunguliwe. Sema wafunguliwe. Hiyo pepo iende katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila neema iliyofungwa mbele yako Mungu aiachilie, uione kwa maisha yako katika jina la Yesu. Kila vita ya Shetani, laana zote, mapepo na machini, Mungu aondoe, Mungu aondoe. Sema Mungu aondoe, sema Mungu aondoe. Vifungo yote iondolewe, mateso yote iondolewe katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Pepo mchafu mwaja abarikiwe katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kifungo iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea neema ya baraka. Mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe. Shetani mwaja abarikiwe. Pepo mchafu mwaja abarikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilia hiyo baraka, achilia hiyo baraka, achilia hiyo neema, achilia hiyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toa hiyo mtoto, toa hiyo mtoto, toa hiyo mtoto, toa hiyo mtoto. Shinda Shetani. Toa hiyo mtoto, toa hiyo mtoto. Saidia hapo, saidia hapo, saidia hapo, saidia hapo. Shinda Shetani. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Acha abarikiwe. Itaweza kwa haraka haraka. Itaweza kwa haraka. Itaweza kwa haraka. Hakuna wamama watusaidia hapa. Toa hiyo mtoto, mtolee huyo mtoto, mtolee huyo mtoto katika jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu, achilia neema na baraka. Mungu mwenye rehema, uwainue tena, uondoe mateso. Mateso yote iondolewe. Iondolewe. Toa hii ya juu. Iondolewe. Kila vifungo iondolewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo iondolewe. Neema katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Kila kifungo ya Shetani iondolewe katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Mchague mtoto hapa. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila magonjwa na vifungo iondolewe yote katika jina la Yesu. Kila roho za uchawi na uganga iondolewe hiyo roho. Iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Pepo mchafu na kuamuru katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Waliofungwa wote wafunguliwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo iondolewe katika jina la Yesu. Sema tena. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu.
Jina la Yesu. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo ya ibilisi iondolewe. Sema iondolewe. Mateso na machini iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Satan, pepo hiyo iondolewe. Machini yote iondolewe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila vifungo, kila minyororo ya ibilisi yote iende. Yote iende. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo yote iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Pepo mchafu. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Nirudishie huyo hapa. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Pepo ya uchawi inayozuia baraka iondolewe. Iondolewe. Sema roho ya uchawi ishindwe. Sema tena ishindwe. Sema tena roho ya uchawi ishindwe. Roho ya uchawi ishindwe. Roho inayozuia baraka. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika 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 jina la Yesu. Roho ya uchawi iondolewe. 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 Jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema naita fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Jina la Yesu fire. Sema fire. 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 Kila mahali fire. Kila mahali fire. Kila mahali fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. 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 Hiyo roho iondolewe. Roho ya uchawi iondolewe katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ala. Okay. Unaenda aje? Okay. Haya ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Fire. Fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Ndio hiyo fire. Fire. Fire katika jina la Yesu. Fire. Fire. Ajiria yeye. Ajiria. 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 Hapa uweze kaa. Ajiria. Nimekuja kuharibu ufalme wa giza katika jina la Yesu. Ajiria yote. Ajiria yote. Ajiria yote katika jina la Yesu. Haya, ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kila mahali fire. Ita tena fire. 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 Kila madhabahu ya giza iondolewe. Iondolewe. Madhabahu ya uchawi iondolewe. Jina la Yesu. 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 Kila nguvu za giza, kila mahali nilisema fire itawale. Fire ndio hiyo. Fire ndio hiyo. Paka kusimu. Paka kusimu. Paka kusimu. Paka kusimu. Paka kusimu. Hapa mutasalenda. Hapa mutasalenda. Hapa mutasalenda. Hapa mutasalenda. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Haya, leta hiyo vita tuone. Leta hiyo vita hapa tuone. Leta hiyo vita tuone. Leta hiyo vita tuone. Leta vita tuone. Leta hiyo vita. Leta hiyo vita tuone. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Itaiva fire. 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 Haya, niambie hapa umefunga nini? Niambie. Umesuia nini? Umesuia nini? Umesuia nini? Umesuia nini hapa?
Katika jina la Yesu. Sema. Nataka sasa mwenye kuongea ongea. Mwenye anaona anaweza ongea niambie. Niambie umezuia nini? Katika jina la Yesu. Ongea nikusame. Umezuia nini hapa? Toa sauti katika jina la Yesu. Umezuia nini? Sema. Toa sauti. Umezuia nini? Ongea. Umezuia nini? Utaki kusema? Haya ndio hiyo. Chomeka kabisa kila mahali. Paka muongee. Sema wewe ni nani? Wewe ni nani? Umezuia nini? Umezuia nini? Umezuia nini hapa? Pesa. Achilia katika jina la Yesu. Pepo mchafu. Jina la Yesu. Achilia. Achilia hiyo pesa. Katika jina la Yesu. Na kuamuru. Na kuamuru. Achilia. Nimesimamisha ufalme wako. Katika jina la Yesu. Nimeachilia moto kwa hiyo mikono. Nimeachilia moto. Moto wa Yesu. Kwa hiyo mikono fire. 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 Hiyo mikono ichomeke. Hiyo mikono ichomeke. Paka waachilie baraka. Katika jina la Yesu. Achilia. 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 Nyinyi wote. Hiyo ubaya mliweka kwake. Narudisha kwenu. Narudisha. Narudisha. Katika jina la Yesu. Umekubali? 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 Nimeondoa kila madhabahu. Nimesimamisha kila madhabahu ya uchawi na uganga yote. Nimesimamisha. Nimesimamisha. Nimesimamisha kila ufalme wa giza katika jina la Yesu. Ndio. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Haya. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Nimefungua yote. Ongea tena nione. Nimefungua yote. Nimefungua yote. Haya. Nimefungua yote. Nimefungua yote sasa. Katika jina la Yesu. Niambie tena umezuia nini? Ongea. Mko na shughuli gani? Sema tumemwacha abarikiwe. Hamtaki? Okay. Kama hamtaki ndio hiyo. Pokea mateso. Pokea mateso mpaka muache hiyo baraka. Mpaka muache hiyo baraka. Katika jina la Yesu. Nimesema abarikiwe. Aliwaambia anaenda. Aende ng'ambo. Sema aende ng'ambo. Sema aende ng'ambo. Sema aende ng'ambo. Sema aende ng'ambo. Ndio hiyo. Aende ng'ambo. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ataenda ng'ambo. Ataenda katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ataenda ng'ambo. Ataenda ng'ambo. Katika jina la Yesu. Hiyo passport ifunguliwe. Sema passport ifunguliwe. Ifunguliwe. Passport ifunguliwe. 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 Katika jina la Yesu. Ndio hiyo baraka ya ng'ambo. Ndio hiyo. Ameenda, ndio huyo anaenda. Ndio huyo anaenda. Ndio huyo. Ndio huyo. Mwache tu aende ng'ambo tuone. Aende ng'ambo. Katika jina la Yesu. Mwache aende. Mwache aende. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Unaonaje sasa? Utaendelea? Utaendelea na hii vita? Utaendelea? Utaendelea na hii vita? Hii vita umekubali? Umekubali kuendelea? Amepanda miwa huko. Hata hiyo miwa ifunguliwe. Sema ifunguliwe, ifunguliwe. 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 Jina la Yesu. Jina la Yesu. Yote inafunguliwa. Aya, sema ingine.
Umekubali Yesu ni Bwana ama bado? Umekubali kumwacha? Umekubali? Bado? Ndio hiyo. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Katika jina la Yesu. Sema afunguliwe. Sema kwa sauti afunguliwe. Sema afunguliwe. Hiyo miguu yake wanatembea ndani. Hiyo miguu wanatembea ndani. Imefunguliwa. Hiyo safari ya ng'ambo imefunguliwa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Achilia hiyo baraka. Achilia. 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 Achilia sote katika jina la Yesu. Kubali Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema tena fire. Fire. Kwa wachawi fire. Fire. Kwa wachawi wote fire. Katika jina la Yesu. Kazi yako yote ya giza nimeisimamisha katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza nimesimamisha zote. Safari ya ng'ambo yote nimefungua. Hiyo nyoka yako imekufa. Hiyo nyoka yako imekufa. Hiyo nyoka yako imekufa. Hiyo nyoka yako imekufa. Katika jina la Yesu. Hata achilia huyo mtoto wake. Achilia. Achilia. Yes. Yes. Katika jina la Yesu. Baraka sote. Operation iwarudie. Iwarudie operation. Iwarudie. Pepe operation. Iwarudie. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Itika sasa. Sema nimekubali. Haya ikufe yote. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Sikufe zote. Sikufe zote. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Haya sema tumekubali. Itika sema tumekubali. Ataenda. 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 Hii mafuta yatamlinda. Hii mafuta yatamlinda. Sema nimekubali. Itika. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Abarikiwe. Sema nimetoa mizigo yangu. Sema nimetoa. Sema nimetoa. Abarikiwe. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Ikufa yote. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Ndio hiyo one. Ndio hiyo. Atabarikiwa huyu. Baraka yake imefunguliwa katika jina la Yesu. Haya. Nimesimamisha kazi ya giza. Haina mamlaka tena. Amen. Baba katika jina la Yesu. Achilia neema yake. Nimesimamisha ufalme wa giza kuanzia leo. Hamuna mamlaka. Achilia. Achilia yote. Achilia yote. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Sema amen. Sema abarikiwe. Amen. Tupi Yesu makofi. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Umetenda makubwa Baba. Umewafungua na wamekuwa huru. Jina lako litukuzwe. Pokea sifa. Pokea utukufu. Katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Tupi Yesu makofi. Alikuwa na wake wawili, mmoja alikuwa kikwazo kwangu
lake. Alikuwa na mtu mmoja jina Elikana, alikuwa na wake wawili. Mmoja alikuwa kikwazo kwa mwingine, Mungu alifunga tumbo lake. Anaikimbia kanisani. Eli alimwambia ondoka uende, kilio chako kimekwisha. Anaikimbia kanisani. Eli alimwambia ondoka uende, kilio chako kimekwisha. Ooh.
watu wake Mungu.
We're
sio kwetu. Mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama. Hakuna matatizo. Duniani sio kwetu. Mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama. Hakuna matatizo. Duniani sio kwetu. Mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama. Hakuna matatizo. Duniani sio kwetu. Mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama. Hakuna matatizo. Duniani sio kwetu. Mbinguni ndipo kwetu. Alitutaka salama. Hakuna matatizo. Duniani sio kwetu.